Tunaendelea na majalisi zetu za Ramadhani ambayo ni silsila ya kalimati qabla al-isha wat-tarawih, na tupo katika mlango wa zaka. Tulianza zakatul mali, kadhalika jana tulikuwa katika faida zake, katika faida za kutoa zaka, zakatul mali, faida za kidini, kadhalika faida za akhlaqia katika upande wa tabia, kwamba zaka inamjenga vipi Muislamu kitabia anapokuwa ni mwenye kutoa zaka ya mali yake. Lakini tukawa tumebakisha faida za kutoa zaka ijtimaia, faida za utoaji wa zaka katika upande wa kijamii. Na kesho biidhnillah, yani usiku huu, tuko usiku wa 28 na wengine 27. Kwa hivyo napenda leo tusome mlango wa zakatul fitri, kwa sababu ndio ambao muda wake umewadia. Kwa pana haja Waislamu kukumbushwa somo hili la zakatul fitri, ili kila mmoja achangamkie kama ambavyo kila mmoja anachangamkia masuala mengine, masuala ya kuhusiana na Eidul Fitri, namna gani watoto wake watavaa, namna gani wake zake watavaa, kadhalika na wale wote ambao wako chini yake. Yani mpaka sasa maana yake watu vichwa vimepata moto sasa, na kila mmoja kichwa chake kimepatwa moto kulingana na familia alionayo. Wengine kawaida, wengine amepagawa kabisa, haelewi. Basi pia tufahamu kwamba vichwa vyetu vifahamu kuwa kuna zakatul fitri. Pia kichwa chako kipatwe moto kwa kuwaza zakatul fitri, si tu kuwaza kwamba nitavaa vipi, mpaka sasa sijapata kanzu mpya. Sisi tunaovaa kanzu, sijapata suruali na shati kwa wanaovaa masuruali na shati, kadhalika na watoto wao. Basi pia fikiria kwanza kwamba kuna ibada ya wajib. Baada ya kumalizika mfungo wa Ramadhani, kuna ibada ya wajib ambayo ni zakatul fitri, ambayo inakulazimu wewe, na hii ni wajib kwa kila Muislamu, kama ambavyo tutaona katika majlisi ya leo insha Allah taala. Anasema Imam rahimahullah, al-faslu al-thamin fi zakatil fitri, fasli ya 8 na ya mwisho ni katika kuelezea zakatul fitri. Ni faslu ambayo inaelezea ahkam zakatul fitri. Zakatul fitri fariidatun faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Zakatul fitri ni fardhi ambayo ameifaradhisha mtume wa Allah alayhi salam, inda alfitri min Ramadhana, pindi tunapomaliza mfungo wa Ramadhani. Pindi unapomalizika mfungo mtukufu wa Ramadhani, mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha ibada ya zakatul fitri. Allah subhanahu wa ta'ala mwishoni mwa kumalizika mfungo wa Ramadhani ametuwekea ibada ikiwemo zakatul fitri, kadhalika takbira Allahu akbar, Allahu akbar,
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allah tabaraka wa taala ametaka tukimaliza mfungo wa Ramadhani tumtaje kwa wingi, kadhalika tuswali sala ya Idi. Hizi ni ibada ambazo Allah tabaraka wa taala ametuwekea. Sasa ibada hii ya zakatul fitri ni wajibu, ameifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo anasimulia sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, anasema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri, Mtume alayhi salam amefaradhisha zakatul fitri min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Kwa maana pale tu mwezi wa Ramadhani unapomalizika, ala al-abdi, amemfaradhishia mtumwa. Kwa maana zakatul fitri ni fardh kwa mtumwa, wal hurri, na muungwana muislamu ambaye si mtumwa, wadhakari, na mwanamume, wal untha, na mwanamke, wasaghiri wal kabiri, na mdogo kadhalika na mkubwa, minal muslimin, katika waislamu. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii tunapata mafunzo ya kwamba zakatul fitri hukumu yake ni wajib au ni fard. Na unaposikia fard na wajib, kwa maana bimaana wahid ala sahih, kwa kauli iliyo sahihi baina kauli ya jamhurul ulama kwamba fard na wajib bimaana wahid. Kwa hiyo tunapata faida kwamba zakatul fitri ni wajib, na ni wajib kwa kila muislamu, ni wajib kwa kila muislamu, mkubwa kwa mdogo, mume kwa mke, huru na mtumwa, wote. Lakini pia tunapata faida katika hadithi hii kwamba zakatul fitri hawatoi wasiokuwa waislamu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam faradhaha ala almuslimin, ameifaradhisha juu ya waislamu. Je, asiyekuwa muislamu anatoa? La. Kadhalika na wanaotolewa zakatul fitri ni waislamu. Naam. Kwa hivyo muislamu ukisikia hivyo unajua kwamba unawajibika kutoa zakatul fitri, na hii haijalishi kwamba mpaka uwe tajiri. Zakatul fitri haijalishi kwamba ili mtu awajibike kutoa ni lazima awe tajiri. La, hii ni ibada ambayo inawahusu waislamu wote, mkubwa kwa mdogo. Kwa maana wewe mkubwa kama baba wa nyumba unawajibika kwanza kutoa zakatul fitri ya kichwa chako, unaanza na kichwa chako. Kisha kama kuna ziada ya pesa unatoa zakatul fitri ya kichwa kinachofuata, unamwangalia mke wako, kisha watoto wako, unaanza mkubwa wao, kisha naifuata, wa hakadha. Pale ambapo pesa yako ndio itaishia hapo, khalas, uwezo wako umeishia hapo. Una watoto 5 na mama yao, ukajitolea mwenyewe ukamtolea mama yao, ukawatolea 2 katika watoto wako, pesa yako ikaishia hapo, basi hawa 3 ambao hujawatolea hautaulizwa kwamba kwa sababu gani hujawatolea. Ni kwa sababu uwezo wako umeishia hapo. Kama uwezo unaruhusu kuwatolea wote, unawajibika kuwatolea wote, na sio khiari, sio jambo la khiari, bali ni jambo la wajib. Unawajibikiwa wewe kama baba kuwatolea watoto wako na kila aliye chini yako ambaye mahitajio yake ya kila siku yanakuhusu wewe, unawajibika kumtolea zakatul fitri. Tayib. Kisha imamu akasema wa hiya sa'un min ta'ami, na zakatul fitri kinachotolewa ni pishi ya chakula. Zakatul fitri kinachotolewa hiya sa'un min ta'amin, yatolewa pishi moja ya chakula.
mimma yaktatuhu al-adamiyuna, katika vyakula ambavyo wanavila wanadamu, vyakula ambavyo watu wanavila na wanavifadhilisha, yani wakila wanahesabu kuwa wamekula chakula, na sio kwamba wakila wanahesabu wako kwenye kiburudisho. Kuna baadhi ya vyakula watu wanakula, lakini wakila hawasemi wafanyaje, wamekula, bali ni mukamilati, vinaitwa yani viburudisho, yani kama vile halwa au hizi makorona. Sawa, hizi ni katika mukamilati, yani sio chakula kwa maana ya chakula ambacho watu wanakifanya kuwa ni chakula cha mji. Kwa hiyo inatakiwa zakatul fitri itolewe chakula ambacho ni chakula pendwa katika mji, na bil khususi katika miji yetu chakula pendwa ni mchele. Chakula pendwa katika miji yetu ni mchele. Kwa hiyo ndio inatakiwa watu kutoa zakatul fitri. Qala Abu Sa'id al-Khudri, asema Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, sahaba huyu, kunna nukhriju yawm al-fitri, tulikuwa tukitoa zakatul fitri siku ya Idi, fi ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, katika kipindi cha mtume alayhi salam, sa'an min ta'amin, tulikuwa tukitoa pishi ya chakula, tulikuwa tukitoa pishi ya chakula. Sikiliza sasa vyakula gani walikuwa wanakula zama hizo. Wa kana ta'amuna, na ilikuwa chakula chetu wakati huo, ash-sha'ira, ilikuwa ni shairi, wazabiba, kadhalika na zabibu, wal aqta, kadhalika na aqtu ni chakula, yani maziwa yaliyogandishwa, ni maziwa ambayo yamepikwa hafu yakaganda. Hii ndio inaitwa al-aqt, ambaye hii ilikuwa ni chakula wakati huo, na wakile wanahesabu kuwa mfanyaji wamekula chakula. Watamra, kadhalika na tende. Hivi ndio vyakula ambavyo vilikuwa sana wakati huo, na walikuwa wakila tende wanahesabu kuwa wamekula taamu. Sawa sawa, tofauti na sasa. Hii ni zama hizo za mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio anasimulia huyu sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Hivi alivyovitaja vilikuwa ni nini? Vinahesabika ni chakula, tena chakula pendwa wakati huo. Ndio maana wakawa wanafanyaje, wanatoa zakatul fitri. Lakini sasa zama zinavyozidi kwenda, vyakula vimefanyaje, vinabadilika, miji inachukua hatua nyingine. Yani sasa hivi chakula pendwa, yani karibu miji yote unakuta watu yani hutokosa kutaja mchele, hata kama utakuwa ni michele na tofautiana, kuna basmati, sio kuna nini, sawa, sio kuna mchele wa kawaida na ambayo ndio mchele yetu sisi. Hii ahamu shay, chakula ambacho kinapendeka sehemu na kinatumika sana na kinafadhilishwa, hicho ndio chakula ambacho inatakiwa kitolewe zakatul fitri. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari. Kisha anasema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, fala tujzi'u min ad-darahimi, haitoshelezi, kwa maana haifai kutoa zakatul fitri min ad-darahimi, kwa pesa, yani pesa ya aina yoyote, si dirham wala dinari wala riali wala shilingi wala dola wala pound, yani pesa ya aina yoyote. Sheikh anasema haifai na haitoshelezi kutoa zakatul fitri kwa pesa. Wal furushi, kadhalika haifai kutoa zakatul fitri firash, hizi mazulia au magodoro, ukamnunulia mtu godoro kwambia zakatul fitri, la. Ukamnunulia mtu busaji kwambia zakatul fitri, la. Kwamba huyu ni mswala kaswalie hii zakatul fitri, la. Sawa sawa.
Walibasi kadhalika, haifai kutoa zakatul fitri mavazi. Ukaenda pale nje au dukani ukamchukulia mtu kanzu, hata kama utanunua 200,000, hata kama utanunua kanzu ya 200,000 pale mtolo pale, na kofia na kilemba na viatu, sawa, ukamletea, anambia zakatul fitri, la, haifai na haitoshelezi. Hautopata malipo ya zakatul fitri utakapotoa vitu hivi, mavazi na vitu vingine. Wa aqwatil bahaimi, kadhalika na vyakula vya wanyama. Haifai kutoa zakatul fitri vyakula ambavyo ni vya wanyama, yani vyakula ambavyo asili yake vinaliwa na wanyama. Hata kama inawezekana kuna baadhi ya watu wanafanyaje, wanavitumia, kwa sababu kuna baadhi ya watu pia maisha yao kama wanyama, yani vile vyote wanavyokula wanyama na wao wanakula, sawa sawa. Naam. Kwa hiyo ikishakuwa kwamba chakula hiki ni cha wanyama, khalas, akitolewi zakatul fitr. Kinatakiwa chakula ambacho wanakula wanadamu, hata kama wanyama watakuwa wanakila, sawa sawa. Maana wanyama pia wanakula kila kitu isipokuwa baadhi, ila vitu vingi ambavyo tunakula na wao wanakula. Ugali wanakula, wali wanakula, sawa. Sasa lakini pamoja kwamba wanakula ugali, wali na kadha, hii sio vyakula yao hasa. Sisi tunaelewana? Naam. Kwa chakula kiwe ni cha binadamu, isiwe ni vyakula vya wanyama hasa, yani ni vyakula maalum kwa wanyama. Wal amtiati, kadhalika na bidhaa zingine, haifai kutoa bidhaa wa ghairiha, na vitu vingine katika vitu ambavyo visivyokuwa vyakula. Haitakiwi kutoa zakatul fitri kwa vitu ambavyo visivyokuwa vyakula, tena chakula chenyewe kiwe ni chakula pendwa katika mji. Lianna dhalika khilafu ma amara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kufanya hivyo ni kwenda kinyume na amri aliyoitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya katika utoaji wa zakatul fitri. Mtume alayhi salam amefaradhisha zakatul fitri sa'an min tamrin, pishi ya tende, au sa'an min sha'iri, au pishi ya shairi, au pishi ya zabibu, au vyakula vingine ambavyo ni vyakula wanavyovila watu kama hivi mchele, ambacho chakula hiki wakati huo hakikuwepo, sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja mchele, sawa, vimetajwa vingine kwa sababu ndio vyakula vilivyokuwa vikipatikana wakati huo. Kwa kutoa zakatul fitri kitu kingine kisichokuwa chakula ni kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qad qala an-nabiy alayhi salam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayefanya jambo lolote ambalo halina mafundisho yetu, basi hilo atarudishiwa mwenyewe. Fahuwa radd ay mardudun alayhi, jambo hilo ataregeshewa mwenyewe mfanyaji. Haijalisha amefanya shekhe, imamu, mufti, nani, utarudishiwa mwenyewe maadamu halina mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ukishajua kwamba jambo hili liko kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi usiangalie kwamba mbona amesema fulani na allani. Hata kama atasema mufti, atasema qadhi, atasema raisi, atasema nani, sawa, maadamu jambo hilo halina au linakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wajibu wako ni kubaki kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa miqdaru sa'i, Sheikh anasema, na kiwango cha pishi moja, kilowani wa 40 graman, kiwango cha pishi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sawa na kilo 2 na gram 40 min alburri aljayd, ngano iliyokuwa safi, ngano iliyokuwa safi, kilo 2 na gram 40, takriban kilo 2 na nusu, kilo 2 na nusu
takriban ya mchele au ngano. Sawa sawa. Kama sehemu hiyo watu wanakula sana ngano, basi kutoa ngano la basi, kilo 2.5 ya ngano la basi, au kilo 2.5 ya mchele kwa kila kichwa kimoja. Kwa sasa utaangalia una vichwa vingapi ambavyo viko chini yako. Sawa, yani una watu wangapi, binadamu wangapi ambao wanakutegemea, ambao wote hao wewe unawajibika kuwatolea kila mmoja kilo 2.5. Hadha huwa miqdaru as-sa'i an-nabawi. Sheikh anasema hiki ndio kiwango cha pishi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi qaddara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kiwango alichokadiria Mtume sallallahu alayhi wasallam al-fitra, ay zakat al-fitra. Hiki ndio kiwango alichokadiria Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utoaji wa zakatul fitri, kwamba ni pishi moja. Na tukija kwenye pishi tunapata takriban kilo 2.5 za mchele au kilo 2.5 za unga. Sawa, kama unga wa sembe, kilo 2.5 unga wa dona, kilo 2.5 mchele. Sawa, kilo 2.5 ya ngano. Vyote hivi ni vyakula vyetu. Sawa, sema tu tunapenda sana chakula cha ndege, wanasema mpunga, sababu siku ile ya Eid watu hawali ugali. Ni wachache sana, wako ambao tunakula ugali, lakini tuko wachache kwamba siku ya Eid inaweza tukala ugali. Wengi wanafadhilisha mchele. Kwa hiyo ni bora kutoa kile ambacho watu wanakifadhilisha katika vyakula ambao ni mchele. Na kwa hii ilikuwa ni sehemu ya darsa, na sehemu inayofuata na ya mwisho imamu anaelezea ni wakati gani zakatul fitri inatolewa. Tumemaliza kujua hukumu ya zakatul fitri kwamba ni wajibu. Sawa, na tumefahamu kwamba zakatul fitri ni wajibu kwa nani? Ni wajibu kwa kila Muislamu, mkubwa kwa mdogo. Sawa, kadhalika tumefahamu kwamba zakatul fitri ni wajibu kwa Waislamu na si kwa makafiri. Lakini pia tumefahamu kwamba zakatul fitri inatolewa pishi moja, ambayo ni sawa na kilo 2.5 kwa kila kichwa kimoja. Lakini pia tumefahamu kwamba zakatul fitri inatolewa chakula cha watu, na haifai kutoa kitu kingine chochote kisichokuwa chakula. Baada ya hapo, ni wakati gani zakatul fitri inatolewa? Sheikh anasema wajibu ikhraju zakatul fitri, ni wajibu kutoa zakatul fitri kabla salati al-Eid, kabla ya wakati wa sala ya Eid. Kabla ya sala ya Eid inawajibika kutoa zakatul fitri kabla salati al-Eid, kabla ya sala ya Eid. Hapa Sheikh anataja nyakati 3 za utoaji, yani nyakati 3 za zakatul fitri, nyakati 3 za kutolewa zakatul fitri. Zakatul fitri ina nyakati 3. Kuna waqtul jawaz, kuna wakati ambayo inajuzu kutoa zakatul fitri, sio wajibu, lakini inajuzu kuitoa zakatul fitri katika wakati huo. Wakati wa pili waqtul wujub, ni wakati wa ulazima, kwamba ukifika wakati huo basi zakatul fitri muda wake umefika wa kuwajibika kufanyaje, kuanza kutolewa. Halafu kuna alwaqtu alafdaliyah, waqtul afdaliyah, kuna muda na wakati ambao uliokuwa bora zaidi katika kuitoa zakatul fitri. Sheikh anazitaja hapa, anasema wajibu ikhraju alfitra, ay zakatul fitri, ni wajibu kutoa zakatul fitri kabla salati al-Eid, kabla ya sala ya Eid. Wal afdalu, na bora zaidi, ikhrajuha yawm al-Eid, inatakiwa kuitoa zakatul fitri siku ya Eid,
qabla as-salati, qabla ya sala, yani sabihatu yaum al-Eid, ile asubuhi ya siku ya Eid, ile asubuhi ya siku ya Eid kabla ya sala ya Eid, kuanzia baada salati al-fajr inakwenda mpaka kabla ya imamu kuja kusimamisha swala ya Eid. Huu wakati ndio wakati ambao ni afdalia, ndio wakati uliokuwa bora wa kuitoa zakatul fitri. Watujzi qablahu, na inatosheleza kwa maana inafaa kutoa zakatul fitri qablahu, ay qabla yaum al-Eid, kabla ya siku ile ya Eid. Biyaumin, inafaa kutoa zakatul fitri kabla ya siku ya Eid kwa siku moja, au yaumaini faqat, au siku mbili basi. Inajuzu kutoa zakatul fitri kabla ya siku ile ya Eid, ukaitanguliza kwa siku moja au siku mbili. Kwa haya maelezo ya Sheikh ndo yanaonesha hizi nyakati tatu ambazo tumezitaja: waqtul jawaz, waqtul wujub, waqtu al-afdaliyya. Waqtul jawaz ndio hii ya kuitanguliza zakatul fitri, unaitoa Ramadhani 28 au 29 tayari, au 29 na 30 kama mwezi una siku 30, sawa sawa. Hii waqtul jawaz, kwamba ikifika mwezi 28 inajuzu kutoa zakatul fitri, ila wakati huu sio wajibu, sawa. Ni mtu ana khiari kwamba nitangulize mwenyewe, la basi. Ama wakati wa kuwajibika, kwamba sasa hivi sasa huu ni wakati wa wajibu wewe kutoa zakatul fitri, min ghurubi shams, ni pale jua linapozama, lailatul Eid, usiku ule wa kuamkia Eid. Yani jua linapozama, muandamo ukaandama na ukaonekana wa Shawwali, basi hapo ndo unaanza waqtul wujub, sawa. Kwa utaendelea mpaka, yani usiku mzima ule ni muda wa kuwajibika kutoa zakatul fitri. Huku kwetu lailatul Eid watu wanalala sana, wanakuta watu wamelala na kadha mazingira, lakini kama Saudi Arabia ile lailatul Eid mafi naum, sawa, hamna kulala. Yani ni muda wa kukusanya zaka, ni muda wa kutoa zaka na muda wa kupokea zaka usiku mzima, sawa. Na kuna maeneo hasa, kuna maeneo maalum ambayo ndo yanafanyika hayo. Kwa hivyo ule usiku, ile asubuhi sasa baada salati al-fajr mpaka kubaila ya sala ya Eid, ile ndo wakati ambao uliokuwa bora zaidi, waqtul afdaliyya. Kama unaweza kwamba asubuhi inshallah nitaweza kuifikisha zakatul fitri kwa muhusika, sawa, inapendeza usubirishe muda ule, ni bora zaidi. Lakini kama utahofia kwamba unaweza ukapitiliza, mara swala inaswaliwa hujatoa, ni vyema utangulize mapema, ni vyema utangulize mapema kuliko asubuhi kuanza kukimbizana na zakatul fitri mkononi. Unakwenda kwenye mswala umebeba mifuko ya mchele, hujui unampa nani. Unakimbia kwenye mswala, unafika pale unamwambia shehe chukua, unampa hata asiyehusika, unampa chukua mchele, anakuambia ndio nini, anaukataa. Unaanza kushangaa watu wanakataa sadaka, hamna, yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba mimi sihusiki, sawa. Kwa unajikuta unampa zakatul fitri hata asiyehusika, kwa sababu inabidi tu utoe alimradi muda unakuishia. Sasa isifikie hatua hiyo ya kukimbizana na wakati. Naam. Mwisho kabisa Sheikh anasema wala tujzi'u ba'da salati al-Eid, na haitoshelezi, kwa maana haifai kutoa zakatul fitri baada ya sala ya Eid. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم anasema sahaba huyu kwamba Mtume alayhi salam faradha zakatul fitri, amefaradhisha zakatul fitri tuhuratan lisaimi, kwa lengo la kumtaharisha mfungaji. Katika hikima za kufaradhisha zakatul fitri ni kumsafisha muislamu minal laghawi, kutokana na laghaw, mambo ya pumbao ambayo huenda yalijitokeza wakati amefunga, anafanya vitendo ambavyo havifai, warafathi kadhalika, na maneno machafu. Huenda wakati amefunga kuna maneno machafu aliyatamka ambayo yanatia dosari funga yake. Kwa mapungufu haya yanazibwa na yanafutwa
zakatul fitri. Hizi ni katika hikma za kufaradhishwa zakatul fitri. Wa tu'matan lilmasakin, kadhalika katika hikma za kufaradhishwa zakatul fitri ni kuwalisha na kuwasaidia masakini na mafukara siku ile ya Idi, na wao wafurahi kama wanavyofurahi wengine, na wao wajihisi kwamba ni watu sawa. Majumbani mwao pia nako kunukie mchele, yani kunukia harufu ya mchele. Sio kwa wengine kunanukia, majirani kunanukia vizuri, kwao kunanuka uvundo. La, hii ndio katika hikma za kufaradhishwa zakatul fitri, kwamba ile ni siku ya furaha, basi wafurahi wote, wenye pesa na wasiokuwa na pesa. Kwa wenye pesa sasa ndo wawasaidie wasiokuwa nazo. Faman addaha qabla as-salati, atakayeitoa zakatul fitri kabla ya sala, fahiya zakatun maqbulatun, basi hiyo ni zaka yenye kukubalika kwa Allah tabaraka wa taala. Waman addaha ba'da as-salati, na atakayeitoa zakatul fitri baada ya sala ya Idi, baada as-salati ay baada salati al-Eid, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, basi hiyo itakuwa ni sadaka tu kama sadaka zingine, kwa maana hatopata malipo ya zakatul fitri, hatopata malipo ya utoaji wa zaka ya fardh, atapata malipo ya utoaji wa sadaka kama sadaka zingine. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah, hadithi hii ameitoa Imam Abu Daud na Imam Ibn Majah. Sheikh anafunga mazungumzo yake, anasema walakin, isipokuwa, lau lam ya'lam, lau mtu hakujua bil Eid, kwamba leo ni siku ya Idi, mathalan mtu ameghafilika au hakujua kama mwandamo umefanyaje, umeandama, hakujua kama leo ni Idi, kaamka hajui, hana mpango kwamba leo ni siku ya Idi, hakujua jambo hilo illa baada as-salah, isipokuwa mpaka baada ya sala, kwa maana hakujua isipokuwa mpaka baada ya watu washaswali Idi, ndio nakuja kuambiwa watu washaswali Idi tayari. Kwani leo Idi? Naam, leo Idi, watu washaswali tayari, zaka hajatoa. Sheikh anasema ikimkuta mtu hali kama hii, au kana waqtu ikhrajiha fi barrin au baladin, au ikawa wakati wa kuitoa ile zaka, wakati wa kuwajibika kuitoa ile zaka katika mji au sehemu, laisa fihi mustahiqun, hakumpata mtu anayestahiki kupokea zaka. Sawa, muda wa kutoa zakatul fitr umefika, mtu anahangaika kwa watafuta wa kupokea, hajawapata, mpaka muda ukamwishia, muda wa swala ukafika, watu wakaswali wakamaliza, akaja kumpata mpokeaji wa zaka baada ya swala. Sheikh anasema ajzaa ikhrajuha ba'da as-salah, inamtosheleza mtu huyo kutoa zakatul fitri baada ya sala, kwa maana itajuzu kwake kuitoa baada ya sala, na atapata malipo ya nini? Ya zaka. Sawa, hatopata malipo ya sadaka, atapata malipo ya zaka hata kama ameitoa baada ya swala, kwa sababu yeye ni maadhur, hakuchelewesha makusudi. Sawa, bali amechelewa huku, ana mfuko mkononi, anamtafuta wa kumgeia mpaka muda ukafanyaje, ukamwishia. Kwa ataruhusiwa kutoa zakatul fitri baada as-sala inda tamakkunihi min ikhrajiha, atakapowezeshwa kuitoa, kwa maana atakapokuwa amempata wa kuipokea hiyo zakatul fitri. Hata kama atapatikana baada ya swala, itamtosheleza na atapata malipo ya zakatul fitri. Wallahu a'lam, na Allah ndio mjuzi zaidi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hapo Sheikh amemaliza mlango wa zakatul fitri. Zakatul fitri inatolewa sehemu ambapo ulipo wewe mtoaji wa zakatul fitri. Sawa, zakatul fitri ni tofauti na zakatul mali. Zaka ya mali inaruhusiwa mtu kuihamisha uko Dar es Salaam, sawa, na mali yako uko nayo Dar es Salaam, unaruhusiwa zaka ya mwaka huu na wapa masakini wa Morogoro, unaruhusiwa hata kama Dar es Salaam maskini wapo. Sawa, lakini zakatul alfitri hutakiwi kuihamisha kupeleka mkoa mwingine
unatakiwa itoe ndani ya mkoa uliomo wewe mtoaji wakati huo. Hata kama wewe ni mwenyeji wa Dodoma mathalan, lakini muda wa kutoa zakatul fitri umekukuta uko Dar es Salaam, unatakiwa uwape maskini wa Dar es Salaam. Unatakiwa uwape maskini wa Dar es Salaam, kwa sababu ndio kipindi hicho unawajibikiwa na zakatul fitri imekukuta huko Dar es Salaam. Sawa. Isipokuwa kama mji wako unaoishi hakuna wanaostahili kupewa zakatul fitri, hakuna wapokeaji wa zakatul fitri, au wapo lakini mkoa mwingine au mji mwingine wahitaji ni wengi zaidi na haja yao ni kubwa kuliko wa hapa. Sawa, mfano Dar es Salaam tuna maskini wengi hapa na mafukara ambao wanahitajia zakatul fitri tayari, lakini toka nje tu hapo, nenda Vikumburu, nenda Kimanzichana, wapi huko vijijini, sawa, utaona mafakiri wa kule wana haja zaidi kuliko mafakiri wa Dar es Salaam. Alaysa kadhalika? Bala, yani huo ndio uhalisia kwamba mafakiri na maskini wa mjini huwezi kulinganisha na mafakiri na maskini wapi wa kijijini. Maskini wa mjini wana njia nyingi za kupita na kutokea, sawa, ni wajanja na anajua atokee aingilie hapa na tokea hapa anapata kula, lakini maskini wa kijijini hana pa kutokea, njia yake ni hiyo, kwa sababu wanajuana. Kwa unakuta manake wale wana haja kubwa kuliko wa mjini. Kwa ikiwa kuna haja hiyo ukaamua kupeleka zakatul fitri kwa vijijini, ikiwa huko hakuna watu wa kuwapa, ikiwa huko hakuna watu wa kuwapa zakatul fitri, inafaa kuihamisha kwa sababu hizo, lakini vinginevyo haitakiwi kuihamisha. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.